Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Karibu, ni siku nyingine tena, karibu katika kipindi cha Ngome ya Michezo kwa wewe mtazamaji wa Baraka TV. Ni kipindi ambacho kinaangazia michezo mbalimbali, hususan wale ma legend ambao walicheza miaka hiyo, wachezaji wa soka, wachezaji wa michezo ya riadha, basket, volleyball na michezo mingine mingi. Lakini siku ya leo tunaye legend ambaye alishacheza Ujenzi ya Rukwa, akacheza Tukusi Saba Nyambala, baadaye akaenda kumalizia mpira wake pale katika Costa Tanzania Prison wa Jelajela Original. Huyu anajulikana kwa jina la Mbega Dafa. Tuko naye siku ya leo kwa ajili ya kujua nini ambacho alikifanya miaka hiyo katika ulimwengu wa soka na saizi anajishughulisha na nini. Kaka, karibu. Asante. Mimi nakufahamu kama Mbega Dafa, lakini mtazamaji wa Baraka TV kupitia kipindi cha Ngome ya Michezo anataka kujua zaidi. Mimi kwa majina naitwa Mbega Kasim Dafa. Ni mtu wa Tanga. Babangu alikuwa ni mtu wa Tanga. Kwa hiyo Mbeya tulikuja kwa sababu mzee alikuwa anafanya kazi hapo. Kwa hiyo tukaja Mbeya hapa. Okay. Tunaye mtu wa Tanga leo. Mimi najuaga miaka yote najua Mbega ni mtu wa Chimala huko. Kumbe ni mtu wa Tanga. Mbega. Mimi nimeanza kukufahamu ukiwa unacheza Tukusi Star miaka hiyo. Baadaye ukaja Tanzania Prison. Lakini katika historia yako inaonekana wewe mpira ushindani ulianzia katika Costa Ujenzi ya Rukwa. Watu wanataka kujua ilikuwaje kutoka Mbeya mpaka Rukwa Sumbawanga. Okay. Mimi Mbeya nilikuwa nacheza viwanja vya watoto. Kuna kiwanja kimoja kinaitwa Uwanja Ngoma. Pale ndo tumeanzia pale na wachezaji wengi sana na hisi wa Mbeya tumepita pale. Ndio. Lakini nilipotoka pale Uwanja Ngoma mimi nikaja nikasajiliwa timu ya Polisi Mbeya. Iliyokuwa chini ya kwa kipindi kile mwalimu mkuu alikuwa ni Mzee Samata. Ambaye ni babake bwana. Ndio. Kwa hiyo niliposajiliwa pale Polisi Mbeya, nilicheza kwa muda mrefu sana kwa sababu bado nilikuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo nimecheza pale Polisi Mbeya, ilikuwa ni mwaka kama sikosei 1999. Zikatokea ajira za polisi. Kwa hiyo zile ajira zilipotokea kulikuwa kuna nafasi za wanamichezo. Zile nafasi za wanamichezo na mimi nilikuwemo. Sasa zile nafasi wakati kipindi hicho RPC alikuwa ni Mzee Sanya. Mzee Sanya. Yes, kipindi hicho. Sasa baadaye alipelekwa makao makuu Dar es Salaam. Yes. Kwa hiyo nimecheza Polisi Mbeya kwa muda sana. Lakini zilipotokea zile ajira katika watu ambao walitakiwa kuajiriwa na polisi na mimi nilitakiwa niwepo. Lakini bahati mbaya au nzuri kipindi hicho alikuwa mzee wangu naye alikuwa kishafariki. Naye wakati mzee wangu naye alikuwa ni polisi hapa alikuwa ni RPC Mbeya hapa. Kwa hiyo alipofariki, kwa hiyo si unajua yani siku hizi ajira zetu hizi ukiwa na mtu ndio anaweza kukushika mkono. Ni rahisi kupata kazi. Lakini sasa mimi wakati tunatakiwa tusafiri twende CCP Moshi kama kesho yake. Tukawa tumeitwa ofisini kwa RPC. Na ofisi kipindi hicho ndio siku hizi ambako ndo kule ambako wanakaa trust. RTO ndo wanakokaa kule kipindi kile. Kule Migration kwa juu pale. Yes. Ndio. Tukafika pale nikakuta mimi jina langu limekatwa. Bwana. Kesho natakiwa usafiri. Kesho natakiwa nisafiri. Leo jina limekatwa. Ikaweje hapo? Sasa una cha kufanya. Una cha kufanya na kipindi kile simu pia tulikuwa hatuna. Kwa sababu tungekuwa na simu na imani mimi ningetafuta namba ya RPC Sanya. Nadhani ningempigia ningejitambulisha mimi ni nani, mtoto wa nani. Mimi na imani yule mzee angekusaidia. Mimi na imani kwa 100% angenisaidia. Lakini baada ya kukatwa nikaondoka pale na Jasper. Nikaondoka na Jasper zangu. Nikataka tena kucheza timu ya polisi. Kwa hiyo nikawa mazoezi nafanya uwanja wa CCM hapa Ilomba. Kipindi hicho kulikuwa kuna timu moja inaitwa Ilomba Leopard. Na mwalimu alikuwa ni mwalimu mmoja anaitwa Ode. Ndio alikuwa mwalimu wa Ilomba Leopard. Kwa hiyo nilikuwa nafanya tu mazoezi pale. Kwa hiyo nilifanya mazoezi, kuna siku ikawa pale mazoezi hamna. Nikasema ngoja niende kwenye timu yangu ya zamani, polisi. Nikaenda pale polisi. Wakati nafanya mazoezi pale polisi,
kumbe kuna watu nje walikuwa mimi wananiangalia, lakini wafahamu. Ndio. Sasa wakati natoka mazoezini na mazoezi yameisha, narudi ili nikapande gari Sinde nije zangu Sai, kwa sababu mzee alijenga nyumba Sai hapa. Kwa hiyo natoka pale Sinde nije Sai. Wale jamaa wakawa wananifuata kwa nyuma, wakaita wewe kijana. Mimi nikasimama, bwana samahani, sisi tumekuona unafanya mazoezi pale polisi, lakini sisi tumevutiwa na uwezo wako. Sisi tunataka tukupeleke Ujenzi Rukwa. Na kipindi hicho Ujenzi Rukwa inashiriki ligi gani? Ligi daraja la kwanza. Ligi daraja la kwanza. Kipindi hicho ni daraja la kwanza. Kwa kuna daraja la kwanza na Premier League. Okay. Kwa hiyo kipindi hicho ilikuwa ni daraja la kwanza. Sasa kwanza alivyoniambia kwamba nataka nikupeleke Ujenzi Rukwa, mimi nikauliza hiyo Ujenzi Rukwa ni ya wapi? Hujui? Wakaniambia ni ya Sumbawanga. Sasa unajua zamani Sumbawanga watu walikuwa wanaogopa sana. Kwa ile imani kwamba Sumbawanga kuna washirikina. Kwa mimi alivyoniambia Sumbawanga, mimi nikamwambia huko siendi. Huko mimi. Na hizi sifa za Sumbawanga hapo ndio huko sitakuwa shughuli kwenda. Twende ukacheze. Umeona, twende tu mdogo wangu ukacheze, una kipaji. Umeona. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi nikamwambia sawa. Akaniambia unakaa na nani? Nikamwambia nakaa na mama. Ambaye yuko Sai. Akaniambia kwa hiyo sisi kama ukikubali tunaweza tukaondoka na wewe mpaka nyumbani kesho. Bwana. Kwa hiyo wakaniambia kama cha kufanya wewe kubaliana twende nyumbani. Kwa hiyo tukaenda mpaka nyumbani, wakaongea na mama pale nyumbani. Wakamwachia vijisenti kidogo. Mimi nikaondoka, nikaenda nikalala, kuna hoteli moja, kuna guest moja iko pale Uwindini inaitwa Mwakaleli. Kwa hiyo tukale tukaenda tukalala si pale Mwaka. Kwa mdhamini ya zamani tukusikia kwa chini pale. Kwa kaka. Kwa mimi nikalala pale. Kulala pale asubuhi tukaondoka, mabasi mengine yalikuwa yanaondoka asubuhi. Nikapanda ile gari asubuhi. Tukaenda zetu Sumbawanga. Sasa bahati mbaya uzuri nafika zangu Rukwa, maana Rukwa walikuwa kipindi hicho ni rough road. Unafika Rukwa nikakuta kuna mechi wameandaa. Wameandaa mechi kati ya wale Ujenzi Rukwa, lakini wengi wamekuja kwenye trial. Yaani walikuwa wanatafuta wachezaji wa kuwasajili wacheze ligi daraja la kwanza. Ndio. Kwa hiyo nilikuta watu pale kama 49 hivi. Kwa hiyo nilipoongezeka na mimi nikawa 50. Lakini bahati mbaya au nzuri mimi sikufika kwenye walikofikia wao. Kwa hiyo mimi nikaa nimefikia guest ambao wamenipangia. Kwa hiyo mimi nikafika pale guest. Sasa mechi ile ni jioni. Uwanja wa Mandela. Na wewe umeingia? Na mimi nimeingia saa 7. Wale jamaa wakaja pale chumbani kwangu, walikuja kama saa 5 hivi. Ilikuwa isimamika saa 7. Wakawa wamekuja kama saa 8, saa 8 saa 9. Wakawa wanalazimisha mimi nikacheze ile mechi. Ili watu wanione. Kwa mimi sasa kutokana na nimetoka kwenye safari, mimi nilikataa. Siwezi. Nilikataa, nikamwambia hapana, mimi nimechoka. Kwa nitachezaje hata hiyo mechi? Naweza nikaperform kama mnavyotaka mimi niperform. Wakasema wewe twende tu ukacheze. Wao wamening'ang'ania sana. Lakini nikasema potelea mbali. Nikaenda kucheza ile mechi. Naenda ukidibua. Sasa nimefika ndo nakutana na wachezaji wenzangu mara. Sasa siku hiyo nakutana na wachezaji wenzangu tuko karibuni 40 na. Kwa hiyo kufika pale tukafanya warm up, mimi mwalimu akaniita. Ananiambia, unacheza namba ngapi? Ni gani unaweza kucheza kwa usahihi kabisa? Mimi nikamwambia nacheza position 2. Naweza nikacheza namba 5, naweza nikacheza na namba 6. Basi alioniita tukaendelea na warm up. Timu inakuja inapangwa, tulikuwa tunacheza na timu walichagua timu ya mkoa wa Mseta. Walikuwa iandae iende kwenye mashindano ya Mseta. Kwa hiyo mimi mwalimu kuja kupanga kile kikosi, mimi nikapangwa nicheze namba 6. Ukweli kama Mungu alinishushia tu rehema. Wakati nacheza unajua sisi wachezaji tuna tabia moja. Unaweza ukacheza ukaona hapa nimecheza vizuri. Lakini na mimi ile mechi kwa sababu nilishatoka safari. Nilicheza dakika 15 tu. Na hizo dakika 15 mimi kwangu niliona zinatosha. Alafu niliona na mimi jinsi nilivyocheza, niliona nimecheza vizuri. Kwa mimi wakati mechi inaendelea mimi nikasogea pale kwenye benchi pale. Nikamwita mwalimu, mwalimu samani, mwalimu akasogea. Nikamwambia mwalimu, mimi sisikii vizuri. Nimechoka. Basi malizia hata kipindi cha kwanza. Nikamwambia mimi nasikii. Naomba tu
hapa nilipocheza panatosha. Basi mwalimu akarudi kwenye benchi lake. Mimi nikacheza kidogo na nimecheza kidogo. Baadaye nikakuta mtu ananifanyia sawa. Basi mimi nikatoka. Sasa wakati natoka kwa hiyo si wachezaji wengi walikuwa wamekaa. Sasa wale wachezaji wakawa kila mtu ananiambia bwana hongera jina, kwa sababu jina wanijui. Wanaita bwana hongera Mido. Bwana unafanya fresh sana, unafanya fresh. Umeona? Na wakati pia natoka kuna baadhi ya washabiki ambao walikuwa wanalaumu ile benchi. Kwa nini mnamtoa? Kwa nini sijui kwamba ndio umeomba? Wakati mimi ndio niliomba. Kwa nini unamtoa? Basi mechi tukacheza, ikaisha. Ilipoisha kuna watu pale wakachuli. Pale wakapunguzwa watu. Kwa katika watu kupunguzwa mimi nikabaki. Unaona? Kwa hivyo tulibaki watu kama 30 kutoka kwenye 40 na tulibaki watu kama 30. Basi tulikuwa tunaendelea tu na mazoezi sasa. Kila siku tunaenda pale mazoezi. Mwisho wa siku wakataja timu yao watu wanaohitaji. Wakataka watu 25. Katika watu 25 na mimi nilikuwemo. Lakini nilipokuwemo baadaye viongozi wakaniita tena baadaye pembeni. Wakaniambia bwana Mbega, unaweza kutusaidia kwa Mbeya pale, unaweza kutusaidia tukapata goalkeeper, striker, yani magolikipa wawili na striker mmoja, mshambuliaji mmoja. Mimi nikamwambia naweza nikawapata. Wakasema tunaomba tukutume. Sababu kwa washikaji. Nikamwambia tunaweza tukutume. Wewe nenda Mbeya, lakini usiwapata uje nao. Kwa hiyo kama umenitumia na nauli. Ndio. Umeona? Kwa hiyo mimi nimerudi Mbeya. Mbeya nikaenda, kuna goalkeeper mmoja ambaye nilikuwa nacheza naye pale Polisi. Alikuwa anaitwa Elieza Eliot. Yes. Elieza. Okay. Kwao ni kule Nonde, alikuwa anakaa Nonde. Ile anakaa Yes. Akaisi. Okay. Yeye alikuwa kipindi hicho anaishi Nonde. Okay. Kwa hiyo baada ya Elieza Eliot nikamfuata nikamwambia. Kumwambia akaniambia bwana haina shida mwanangu. Daraja kwanza. Wewe nikacheze mwanangu. Kwa sababu Polisi tulikuwa tunacheza daraja la 3. Okay. Akaniambia daraja kwanza. Wewe nikacheze. Basi mimi nikaondoka na Elieza. Basi nikamwambia sasa natafuta watu wengine. Sasa watu ambao nilikuwa nimewalenga ndio huko ulikuwa unafikiri labda ulijua mimi kwa Usangu. Kwa sababu Usangu mimi nilikuwa nacheza sana ndondo. Yaani undondo nilikuwa nacheza sana Usangu, Chimala, Longo, kwa mimi nilikuwa naenda sana kucheza ndondo. Sasa pale Igurusi kuna watu mimi nilikuwa nacheza nao na timu ile ya ndondo ya Igurusi. Ambao wao walikuwa kipindi hicho daraja la 3 walikuwa wanacheza, kuna timu moja pale Igurusi ilikuwa inaitwa FAO. Yes. Ilikuwa inaitwa FAO. Sasa kuna goalkeeper alikuwa anaitwa Ali Abdu. Ndio. Naye alikuwa ni goalkeeper ambaye sisi tunacheza naye ndondo. Kwa hiyo goalkeeper naye alikuwa ana uwezo wake. Kwa hiyo mimi naye nikamfuata, pale kulikuwa na striker mmoja alikuwa anaitwa Pembe Rashid. Sasa hivi anashughulika ni dereva ambao anaenda zake Kongo. Kwa hiyo nikaenda nikuambia wakakubali. Kwa hiyo walipokubali mimi nikawachukua wale jamaa kaenda na zetu stendi, kalala, kesho asubuhi tukaondoka kwenda zetu Rukwa. Kwa hivyo fika Rukwa, walivyoangalia kwenye mazoezi, wakanipongeza sana. Wakanipongeza sana, wakaenda umetuletea watu. Kwa sababu goalkeeper walikuwa wanahitaji, wamewapata kwa wakati na magolikipa ni sahihi. Na yule striker naye yule Pembe Rashid naye akawa ni mtu sahihi. Kwa hiyo tukacheza ile ligi daraja la kwanza. Hiyo ulikuwa ni mwaka 2000. Ulikuwa ni mwaka 2000. Kwa hiyo tukacheza ile daraja la kwanza. Tulipocheza daraja la kwanza, sasa unajua timu zetu hizi, timu zetu zamani ilikuwa wafadhili, unamtegemea mfadhili. Kwa hiyo hata kuiendesha klabu ilikuwa ni kwa bakuli. Sasa sisi tumecheza ligi Ujenzi Rukwa pale, kulikuwa kuna mechi sasa za kutoka. Kulikuwa kuna mechi za kutoka, na hizo mechi za kutoka nadhani ilikuwa tunatakiwa tuje tucheze Mbeya na 44KJ. Ile la kwanza hiyo 2000 hiyo. Tulikuwa tutoke tucheze na 44KJ alafu tusafiri twende tukacheze Njombe na Nazareth Njombe. Yes. Unaona Yakina Gabriel. Sasa mimi kwa situation ambayo nilikuwa nimeiona kule Rukwa, nikasema hapa tunaweza tukarudi tena kule tukashindwa tusipewe nauli. Kwa hiyo mimi nikacheza mechi ya Mbeya. Nikaenda nikacheza na mechi ya Njombe. Lakini nilipocheza mechi hizi mbili, mechi ya Mbeya ndio ikanitangaza. Wakawa sasa watu wanajiuliza, kijana alikuwepo hapa. Mbona anaonekana na uwezo kucheza mpira? Lakini sasa unajua mpira wetu sehemu ambayo unakulia, unakuwa na unacheza, watu wanakuwa wanakuzoea. Kwa hiyo mtu akishakuzoea anaona ni wa kawaida. Hakupi heshima na ustahili. Kabisa. Na kuona ni wa kawaida. Lakini mimi
bahati nzuri sasa wakati nimetua sasa hapa sikwenda Rukwa tena, nikajificha, wakaondoka, mimi nimetoroka, sikwenda Rukwa. Kwa hiyo ndo wakaja FOFOKJ. Kipindi kile timu inamilikiwa na jeshi. Kwa hiyo FOFOKJ walipokuja hapa wakanihitaji. Na mtu mwingine ambao kwa wananihitaji ni Tukustazi. Pengine Tukustazi kulikuwa kuna mzee mmoja hivi alikuwa ndo mwenyekiti. Mwenyekiti walikuwa wengi, walikuwa kuna mzee Mwando alikuwa anafanya kazi TANESCO. Lakini msaidizi wake alikuwa ni Maremboni, alikuwa trust. Blaza alifariki. Kwa hiyo Boni ndo akapendekeza, akaniambia bwana huyu kijana huyu kijana bwana anatakiwa kucheza Tukustazi. Unaona? Ndio walivyoniambia Tukustazi tena Premier League. Huwezi kurudi nyuma. Ndio baadhi. Huwezi kurudi nyuma. Kwa hiyo mimi nikawa nimekubali Tukustazi, lakini bahati nzuri ule mwaka wakati mimi nakubali Tukustazi, wakati wanajiandaa na kujiandaa na msimu ambao unafuata 2022 na 21. Sasa kukawa yule mkuu wa mkoa ambaye alikuwa anaitwa Pokini. Alianzisha ligi. Ile ligi alianzisha timu kama sikosei zilikuwa za Premier, ilikuwa Tukustazi, Prison, alafu FOFOKJ ndio timu za daraja la kwanza hizo. Na timu nyingine walichanganya. Sasa mechi yetu ya kwanza ya mashindano yale ilikuwa tunacheza na Prison. Tanzania Prison. Ilikuwa tunacheza na Tanzania Prison. Bwana ile mechi kama Mungu tena aliniangalia mara ya pili. Nilicheza namba 5 Bwana niliubonda sana. Niliubonda sana. Sasa niliubonda, alafu mimi bahati nzuri wakati nakaa line ya polisi na magereza, unajua line ya polisi na magereza zipo karibu pale. Inatenganisha na barabara. Na barabara. Sasa mimi mabraza wengi wa Prison walikuwa wananipenda sana. Kuna Kabugoya, Jelabivu, umeona. Na mimi viatu ambavyo nilikuwa nacheza Prison, nilikuwa nacheza nipo ndanavyo Rukwa, nilipocheza polisi, walikuwa wananipa wao. Kwa hiyo sasa siku nimeubonda ile mechi, wakinaseka wao mle ndani, wakasema ndugu wangu unakaza. Unaona? Hawajui kama sisi na sisi ndio tunatafuta nafasi. Kwa ndugu wangu unakaza, na kweli bwana mimi kaza ile mechi. Ile mechi kaza, na kweli mechi nilicheza vizuri tu, nilicheza dakika zote. Kwa hiyo mashindano yakaisha na msimu ukaanza, mimi nikacheza Tukuyu. Kwa hiyo nikaanza ule msimu wa 2021, nikacheza 2021, nikacheza 2022, nikacheza na msimu wa 2023. 2003. Lakini kipindi kile nayo ligi ilikuwa ina taratibu zake. Ilikuwa kuna makundi. Tulikuwa tunacheza kwa makundi, alafu tunaenda na bora ndio tunaenda ile ligi ya Muungano. Kwa hiyo katika ile ya 2003 bahati mbaya sisi hatukubahatika kwenda na bora. Kwa hiyo ligi ikawa imeishia pale. Na wakati ligi inaishia pale, bahati mbaya au nzuri, ilikuwa kuna timu ambazo zilikuwa zinaonyesha nia ya kunihitaji, ambayo moja wapo ni Tanzania Prison, alafu ya pili ilikuwa ni Mtibwa Sugar. Na hicho Mtibwa tulikuwa tumeongea vizuri kabisa. Kila kitu kimekaa sawa. Na mimi nilikuwa nawasubiri wale, walikuwa wakija kwa sababu walikuwa wanaenda kucheza mechi yao ya ligi Njombe na Nazareti. Kwa hiyo baada ya Nazareti wakija, mimi ndio ninaondoka nao niende nao Morogoro. Na ile issue alikuwa anajua mwandishi mmoja hivi, alikuwa anaitwa Mstafia, ni mwanamke. Ndio alikuwa anaijua ile. Sasa inaonekana kuna siku mimi walikuwa wananizungumzia pale uwanjani. Walikuwa wananizungumzia nadhani Prison nadhani. Sasa yule mwanamke ndo akabidi awaambie yule mwandishi wa habari, akamwambia huyu, lakini mtani yake huyu Mtibwa. Na msimu ambao unafuata huyu anaenda Mtibwa. Msimu wa 2003 2004 huyu anaenda Mtibwa. Kwa hiyo baada ya kusikia vile na hisi viongozi wa Prison walipata ile habari, wakanifuata. Unaona? Akanifuata blaza mmoja anaitwa Anthony Hao. Kwa katibu. Ndio. Blaza akanifuata, alikuja mpaka nyumbani pale saa hiyo. Akanifuata akaniambia, mdogo wangu, tunakuhitaji Tanzania Prison. Nikamwambia sasa, unajua mpira bwana unakuwa na mambo mengi. Kama mimi zamani kipindi hicho au wakati nacheza sasa, wakati nacheza Tukuyu sasa, nilikuwa nasuka. Unaona nywele nawekaga dawa. Sasa nikafikiria kwenda Tanzania Prison wakati zingine hizi zinaanza kuisha hivi. Sitakuwa itakini kule maana ndio kusuka. Ile ndio ya jeshi. Na mimi nikawa naikataa kwa design hiyo. Hapana mimi
Ni hapana. Lakini yule brother Anthony yule kweli ni mtu. Ni aliniambia maisha ya mbeleni. So mimi nilikuwa naangalia hapa. Ulikuwa unaangalia mpira tu hapa. Akanipeleka mbali zaidi. Akaniambia, "Tanzania Prison ninapewa kazi mdogo wangu." Utapewa kazi. Unaona? Anambia kazi tena. Anambia utapewa kazi. Kwa hiyo mimi nakuomba mimi Tanzania Prison. Mimi nikakataa. Yaani bado roho yangu ilikuwa haitaki Tanzania Prison. Sasa basi jifikirie. Kwa hiyo brother akaondoka. Alipoondoka nimerudi nyumbani hapa nikakuta si unajua tena familia na nyumbani. Mama akaanza kusema naye usia wake. Unapewa kazi ya bure utaki. Kusoma mjasoma. Unaona? Na wakati huu ulikasirika kipindi kile. Ndio limekata kule. Sasa nafasi nyingine mpatikana. Baadaye nikamwambia basi haina shida mimi nitaenda. Kweli brother Anthony yule akawa amekuja nyumbani akamwambia akakubali. Nimekubali nikapelekwa mpaka pale magereza kwa ofisi ya kwa magereza anajio ndicho sija nimesahau kidogo. Basi nilipopelekwa pale nikaingizwa ofisini kwake pale, kuingizwa ofisini akaniambia bwana sisi tunataka tunakuajiri moja kwa moja. Yaani sisi tunakuajiri yani kuanzia sasa hivi wewe hapo ujue ni askari. Sasa mimi nikamwambia mimi ni askari vipi tena? Yaani bila hata kwenda depo. Mimi sijaenda depo wala ndio askari vipi ananiambia wewe amini hivyo ni askari. Au unataka uamini kabisa? Mimi nikamwambia ama mimi mnanichanganya. Akaniambia ngoja tufanye taratibu za awali kabisa ili ujue ni ajira. Basi akatoka askari nadhani akatumwa kuna sehemu akatumwa. Mimi nikashangaa nimeletewa uniform za kazi. Nimeletewa uniform za kazi, nimeletewa viatu, nimeletewa mkanda, nimeletewa yani uniform kofia si nini. Nimeletewa akaniambia umeamini hizi hapa kutoka nazo. Wewe ni askari kwanza. Wewe subiri tu kwenda mafunzo. Bwana unajua nilishangaa sana. Unajua. Nikabidi ile bahati mtende. Nikabidi nilishangaa sana. Lakini wakaniambia kama hujafanya yote haya pia kuna mtu tunamhitaji kutoka timu yako. Kutoka tukisema. Nani wewe? Na huyo mtu ni Geoffrey Boni. Geoffrey Boni mwandani. Sisi tunamhitaji Geoffrey Boni mwandani. Na huyo Geoffrey Boni nadhani sasa hivi ameenda kwenye mashindano ya chai kipindi kile Mufindi kuna mashindano ya chai inachezwa sana. Na wachezaji wengi ligi ilikuwa ikiisha watu wanakimbilia kule Mufindi. Kwa hiyo akaniambia tunamhitaji Geoffrey Boni mwandani. Sisi tunakupa nauli uende Mufindi. Ukamtafute huyu mtu uje naye. Mimi nikapewa nauli nikaenda zangu mpaka Mufindi. Kwa Mufindi sasa mimi sijai kwenda Mufindi. Unajua mashindano yanafanyika wapi? Kwa hiyo nikaulizia mwisho wa siku nikaja nikampata Boni. Kupata Boni nikamwambia Boni kiumri mimi amenizidi. Sikuwa namtaga blaza na mimi nikamwambia blaza bwana mimi nimekuja kuchukua prison. Akaniambia ana kauli yake moja hivi anakuambia mdogo wangu kapafona. Unaona? Ambayo kauli hiyo zaidi ya mchezaji wa zamani naye anaitwa Enzo Stambili. Hiyo kaichukua kwa Boni hiyo. Mdogo wangu kapafona. Mdogo wangu hii hatujaki. Wewe nikamwambia sasa mimi nimepora uniform ziko nyumbani. Tayari. Ziko nyumbani. Akaniambia tuondoke. Kwa kuja tukaenda zetu kulala pale nyumbani saa siku iliyofuata tukaenda zetu pale. Tukapeleka pale Ndanje wakambukia naye Ndanje akasema mimi sina shida. Tuende mtupeleke tu huko kwenye mafunzo. Kwa hiyo wakasema kwa sababu kuna depo ilikuwa inaendelea, depo namba 18 kama sikosei. Ilikuwa inaendelea kule. Kwa hiyo wakasema basi tunapa wiki moja mpumzike au tuwapeleke kesho. Tukamwambia twende tupumzike. Kwa hiyo tukapumzika baada ya wiki moja. Ndanje akasema mimi ngoja zangu niende zangu huyu kwanza nikaeka mambo vizuri alafu tu kija kesho tunaondoka zetu. Kweli tukaja. Na bodi sisi tumefika pale tumepelekwa na gari ya pio wachezaji wawili mpaka Kivu. Kwa tukakabidhiwa basi tukaendelea na mafunzo. Na kipindi hicho sasa ndio nakwambia kwa ligi ilikuwa kuna nane bora. Hizo ndio ilikuwa nane bora. Kwa hiyo baada ya hapo sisi tukakaa depo kule. Ligi ikaisha. Ligi ilipoisha ndo akaja wakina Shedraki Nsajigwa. Kwa hiyo sisi kwa depo yetu ni pamoja na Shedraki Nsajigwa. Lakini sisi tuliwatangulia. Kwa hiyo sisi ndo tukawa ambao Shedraki alikuja na nani? Ndio alikuja na hivyo alikuwa ashatangulia. Hivyo alikuwa ashatangulia. Shedraki alikuja na yule Pomokiwa. Alikuja na alikuja na kuna jamaa mmoja alikuwa Frank Mutego. Alikuwa na huyu Sumado. Frank Mutego alikuwa goalkeeper. Alikuwa goalkeeper. Alikuwa na Sumado. Kwa hiyo alikuja watu kama 4 5.
Okay. Kwa hiyo tukajoin. Sasa wachezaji pale tukawa, kwa sababu kwenye depo ile wachezaji tuko wengi kidogo. Kwa sababu sisi ambao tulikuwa tumetangulia walitangulia Shamtengecha. Alitangulia Shamtengecha, wa kwanza kabisa alitangulia Shamtengecha. Na jamaa mmoja ambaye ni referee sasa hivi. Kwa hiyo tukawa wachezaji ambao tumesajiliwa kwa msimu ule 2003 kwenda 2004 pamoja na tuko watu watano. Kwa hiyo baada ya pale basi tukacheza Prison kwa miaka kadhaa hiyo, baada tulicheza ligi ya 2004 ile. 2004 tumecheza 2004 5 6 hivyo tumecheza muda mrefu kidogo. Rasmi Tanzania Prison umestaafu mwaka gani? Ilikuwa ni 2014. 2014 ndio rasmi sasa unaachana na mpira. Na kuna kipindi nilisikia kama uliingia kwenye masuala ya ualimu. Tulikuwa tunafundisha timu zetu za mitaani mara Mjivuni, ya Dola, Zaragoza. Kwa hiyo tunafundisha sasa, unajua kila mtu anafanya na hobi yake. Ni hobi yangu sana haiko kule kwenye kufundisha. Kuna vitu ambavyo mara nyingi vinakuwepo kwenye masuala ya mpira. Kwenye masuala ya mpira toka umeanza kucheza mpaka unakuja kustaafu, unaweza kutuambia labda ni mechi ipi ambayo unaona kabisa hii imebaki kumbukumbu? Kuna mechi nyingi, lakini kuna moja ambayo unaikumbuka mpaka leo? Kuna mechi nyingi sana. Kuna mechi nyingi kwa sababu kwanza labda niseme wakati nasajiliwa Prison. Prison iliwakuta watu. Yaani Prison, yani mimi mwenyewe wakati natua Prison. Prison ilikuwa ina watu. Kamtanda umemkuta bwana? Hapana, mimi sasa nikuta. Sasa ukuta. Ile timu ilikuwa ina watu. Ilikuwa ina watu kwa sababu kama mfano mimi nilisajiliwa kwa kucheza nafasi zile za nyuma za katikati. Kulikuwa kuna watu. Kuna kina wala kwa Mabriba, kuna Jeladiru, kuna Seka Bugoya. Lakini kulikuwa kuna watu kwa kweli. Kuna Momanda. Momanda sikumkuta. Momanda kumkuta, yuko mshaondoka. Alikuwa mshaenda Yanga. Momanda mshaondoka. Samson. Kwa hiyo nilikuta na changamoto nyingi sana. Lakini mpaka mimi napata nafasi kabisa ya kucheza. Na hata friendly match hizi ambazo tulikuwa tunazifanya, tunacheza kujiandaa na msimu. Mimi muda mwingi nilikuwa nawekwa nje. Muda mwingi uangalie yani wanacheza wenyewe mageni na kwa nje. Lakini kuna siku moja tulikuwa Dar es Salaam, kuna mashindano ya tunasemaga, kuna mashindano ya Pasaka ambazo tunajumuisha, tunachukua timu za Zanzibar na timu za bara kupitia majeshi. Kwa hiyo yale mashindano yalifanyika Dar es Salaam. Sasa alipofanyika Dar es Salaam, siku hiyo walijichanganya hapa. Wakakupa nafasi. Maana yake mwalimu alijichanganya. Wakanipa nafasi. Sasa nafasi yenyewe wakaniambia cheza namba 6. Bwana nilivuga sana. Alafu hiyo mechi tunacheza wale mashindano. Alafu baada ya siku 3 tunatakiwa twende tukacheze, tusafiri twende Mwanza. Kucheza na nani? Kirumba. Ligi ndio inaanza. Alafu Yanga akachagua uwanja wa Mwanza. Kirumba. Ndio game ya kwanza. Ndio mechi ya kwanza na Prison, mimi nacheza Kirumba nikiwa nimevaa jezi ya Tanzania Prison. Ndio mechi yangu ya kwanza. Ulikuwa ni msimu gani huo? Hiyo ilikuwa ni 2004. 2004. 2004. Ilikuwaje hiyo game? Mechi ilikuwa ngumu sana. Mechi ilikuwa ngumu. Alafu unajua unacheza umepata nafasi kwenye timu ambayo ina watu. Ndio. Yani wewe mwenyewe unaona hapa mwanangu nikiharibu tu. Benchi nasubiri. Nitasubiri tena. Mtu atakayepewa nafasi. Unajua wachezaji tuko hivyo. Mtu ambaye unacheza kama una kitu. Usisubiri. Mwisho siku ukimpa mtu nafasi naye anataka kuonyesha naye kitu ambacho anacho. Unaona. Kwa hiyo bahati nzuri na Mungu akanijalia nicheza vizuri sana ile mechi. Ile mechi na sisi kutoka goli 1-1. Goli wetu sisi alifunga ambapo tulisajiliwa msimu wote ile alifunga ile goli kwa 1-1. Siku ile ile mechi ilikuwa ngumu sana mpaka golini alikuwa hivyo. Mpaka hivyo wanatoka anasema mdogo wangu kaza. Yaani hapo usiachie kaza. Kwamba nafasi umeipata yani ushapata umeingia kwenye kikosi. Basi na kweli Mungu anijalia bana, nikacheza ule msimu, nimecheza vizuri. Tumeona Tanzania Prison miaka ya nyuma kulikuwa na utaratibu wa wachezaji wengi wazuri walikuwa wanavua magwanda wanaenda timu za kiraia. Nakumbuka kuna ule msimu umetoka Shadrack Nsajigwa pamoja na hivyo Mapunda wanaenda Moro United, lakini akaja Boni
ambaye kaka yako akaenda Yanga, lakini kuna wengine wakina Prince Kasonzo na wao waliotoka kaenda Simba. Haujai kutana hiyo scenario kwamba labda kuna klabu moja kubwa ilikuwa inakuhitaji? Nishakutana nao. Ni timu gani ambayo wanataka kuvua gwanda? Kuna mwaka ambao kulikuwa na mchezaji mmoja alikuwa, kama unamkumbuka, anaitwa Pius Kitambale. Pius Kitambale namkumbuka vizuri. Kipindi kile Pius Kitambale anaenda Simba. Nadhani na mimi nilikuwa kwenye mlolongo ule wa kwenda Simba. Na Simba kipindi kile kiongozi alikuwa ni Kaburu. Nyange unajua na ushawishi sana. Lakini bahati mbaya wakati tunaenda kukutana na Kaburu ilikuwa tofauti kidogo. Sisi walikuwa wanataka tuache kazi kwa hela ndogo sana. Kwa hela ndogo sana, lakini nadhani mimi na Yona Ndabira tukaona hii haiko sawa. Kwa hiyo sisi kipindi hicho tuko Dar es Salaam, lakini maana leo tulivizia wakati tuko Dar es Salaam. Sisi tukaondoka zetu. Katika kuondoka Pius alirudi nyuma, ndo akaenda akasaini. Kwa Pius akaenda kusaini. Alafu Pius unajua alikuwa na ndugu, na kwa sababu wakati tunatoka pale alisema yeye anaenda zake Tabata kwa wakati ambaye ni Chuji. Kwa sababu Pius na Asmani Chuji ni mtu na mama mmoja. Na baba tofauti. Kwa sababu anaenda zangu kwa black. Kwa hiyo akaenda huko, kurudi kasaini Simba. Tunaona mzetu tu ana hela bwana. Bwana, twendeni basi tembee mzetu. Bwana, hela umetoa wapi bwana? Si hatujagaiwa hata hela. Tumechukua kwa Kaburu. Sio hapa biashara yenyewe hajaingia. Wewe una hela vipi? Basi kuna mtu mmoja, kuna ndugu yetu mmoja, nadhani kama sikosea ilikuwa ni Shamte Ngeti. Akaenda akafungua begi lake akakuta kuna jezi za Simba za mazoezi nyeupe na nyekundu. Unaona? Na mkataba pale juu ya begi. Haja tuombe bana, huyu jamaa kasaini Simba. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo. Lakini ingekuwa ni mzigo ambao wa kueleweka, labda na sisi tungekimbia. Ingekuwa mnaenda. Labda na sisi tungekimbia, lakini japokuwa mimi nishapataga timu Julio yule Jamhuri. Mimi Jamhuri sasa kunifuataga Mbeya. Kulikuwa kuna timu ambayo walikuwa wanataka mimi nikacheze. Hapa Tanzania. Nje ya nchi. Ilikuwa na timu moja huko Dubai. Kwa hiyo ashanifuataga hapa, lakini nilikuwa kweli mimi nilikuwa nataka natamani niende nikacheze. Lakini na familia zetu hizi, mwisho wa siku unarudi nyuma, unaangalia nyuma, unaona hapana, hebu ngoja tubaki. Kwa nikabaki. Katika kubaki nadhani Julio akawa amemtafuta tena mtu mwingine. Kipindi kile brother Samson Mwamanda alikuwa anacheza Zanzibar, Blandege kama sikosei. Ndio. Kwa hiyo baada ya mimi akampendekeza, sababu alikuwa anataka mtu wa mwisho. Kwa hiyo Julio mimi kila siku kukutana ni mwalimu ambaye kwanza alikuwa ananikubali sana. Anasema, anaambia wewe mtu wa Tanga gani unakaa Mbeya bana? Wewe utakiwa kukaa Mbeya bana. Wewe tunatakiwa kwa ucheze Pwani. Kwa hiyo mimi ndo nikakwenda kwa design hiyo. Lakini baadhi ya viongozi walijua hilo. Walijua hilo na walijulia wakati mimi nilienda kucheza mashindano ya Kagame. Kwa tumeenda Sudan. Sababu ndio viongozi walikuwa wananiambia, bwana, msimu huu tunatuacha au unabaki? Lakini plani yangu ilikuwa nikitoka kule ndio kwa zamani hapo kama ucheza nini na kwa sasa inaonekana kwa tofauti. Kama kwa mchezo tunasema bila kipaji na kwa mchezo sababu kwa mapenda yeye ni passion kwa sababu mchezo mpira tofauti na saizi watu wanacheza sababu ni ajira. Japo nyinyi wasaidia kupata ajira. Lakini sasa mpira unaenda tofauti na kama mchezo. Lakini watu wanapata acha ajira kutoka. The titles are good too. Kwanza lazima tuseme hizo titles. Kwa sababu mimi na imani wachezaji wengi Simba na lakini sasa hizi ndio kwa sababu lazima ongezeka. Kwa hiyo kuna mtu zamani tulikuwa tunacheza kwa sababu cheze ni onekane ni Simba. Kwa hiyo hata kama ukiwa umeajiriwa, angalia nimeajiriwa mimi nalipa mshahara kiasi gani. Je, na huku ninakoenda mimi nalipa kiasi gani? Mbona japokuwa kule tunapoenda ni mkataba muda mfupi. Unajua na vilabu vile tatizo lake ni moja.
unatakiwa uvune kwa wakati ambao unaitumikia zile mbegu zako, kwa sababu Simba na Yanga kila mwaka wanaangalia mchezaji mzuri, kila mwaka hadi kila mwaka wao kazi wanaangalia mchezaji bora zaidi. Huyu akiwa kwa timu yetu, kwa maana hiyo sasa unaweza kuona sasa umeacha ajira, unaona, unacheza namba 8, unaona, unaenda pale unakuta Simba na kumbe una plani na mtu mwingine tofauti ambaye akija lazima ukae nje, maana ni siku utakaa nje baadaye kama una mkataba mrefu anakupeleka kwa mkopo, unaona, chopeo kwa mkopo ndio unapotea, mwisho siku unarudi watu wengi wanatujua. Unajua sometimes unaweza kukutana na mtu ambaye wewe yani anakwenda bega hata umjui. Lakini mimi nataka mtazamaji wa Ngome Michezo pamoja na Baraka TV. Usiondoke, tunaenda kwa kifupi kisha tutarejea hapa kuendelea kupata mastori mengi kwenda kwa Mega Dafa. Football mpira miaka hiyo tuliyoshuhudia wakati tuna record, tunakumbuka yale mambo yake aliyokuwa anafanya miaka hiyo. Kwa wewe ambao hujamshuhudia, basi endelea kupata story yake, nadhani utaamini kila ambacho anakizungumza. Ngome ya Michezo. Ngome ya Michezo. Na mtazamaji wa Baraka TV moja kwa moja, kama ambavyo mwenzangu ndugu yangu David ameweza kukupitisha katika historia ya ndugu yetu hapa. Sasa kuna mambo ambayo naenda kukupitisha juu ya yale ambayo yametokea wakati anacheza soka, lakini pia kuna vitu ambavyo tutavigusia hivi sasa ambavyo vinaendelea katika soka letu la Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania kwa timu zetu. Hapa nikisema nje kwa timu zetu, ushiriki wake, kwa sababu na yeye ameshiriki michuano ya nje na Tanzania kupitia vilabu vyetu vya hapa nyumbani Tanzania. Bwana, karibu sana. Asante sana. Ndio. Nafurahi kukutana na wewe. Nafurahi na mimi pia. Marijendali kukutana hapa, lugha inakuwa moja. Sasa bwana, mimi sina mambo mengi sana. Kubwa zaidi natamani tuzungumze kwa kutazama yale ambayo yaliwahi kutokea. Mimi nitakuwa na kupatia picha kwa ukitueleza hii picha ina historia gani na ni kitu gani. Kwa kwanza naomba tuanze na hii picha. Kwanza ni timu gani hii? Tunataka tufahamu. Walau wachezaji hata 2 watatu ambao unawakumbuka. Hii picha hii ni timu ya Ujenzi Rukwa. Ujenzi Rukwa, hiyo ilikuwa ni mwaka 2000. Timu ya kwanza kuichezea au? Timu ya kwanza kusema kucheza katika mashindano makubwa, kwa sababu hii ilikuwa daraja la kwanza. Daraja la kwanza kwa Tanzania ni ligi kubwa sana kabisa. Hii ilikuwa ni mwaka 2000. Mwaka 2000. Naam. Na baadhi ya wachezaji ambao unawakumbuka hapa? Kuna wachezaji nawakumbuka. Kwa mfano huyu goalkeeper huyu nakumbuka anaitwa Elieza Elioti. Huyu ni goalkeeper ambao mwanzo wakati na ujiwa na mtangazaji wa kwanza nilimhadisia kwamba huyu nilimchukua mimi Mbeya kumpeleka Rukwa. Ndio huyu hapa Elieza Elioti. Ni mchezaji alifanya usajili. Nilitumwa nitafute goalkeeper. Kwa hiyo nilikuja nikamchukua huyu jamaa ndo tukaenda naye kule. Mchezaji wa pili ambaye namfahamu ni huyu Sambili. Huyu kutoka goalkeeper wa pili hapa. Huyu namfahamu naye kwa sababu nilicheza naye Ujenzi Rukwa. Lakini pia huyu jamaa ana tukio lake. Katika kuna mwaka fulani hii ligi kuu una yule goalkeeper anaitwa Naziri Mchomba. Alifariki Sokoine. Katika mtu ambaye aligongana naye ndio huyu mtu aligusana. Kwa yule mtu akaanguka chini akapata jeraha sehemu ya shingo hapa. Na katika tukio hilo kuna hii picha ambayo inaendana na hilo tukio. Hii picha ilikuwa. Hii picha hii ilikuwa ni kesho yake. Yaani wao hao wakina pesa mbili kipindi hicho wakasajiliwa Fofo KJ.
Kwa hiyo hii mechi walikuwa wanacheza kama leo, alafu sisi tulikuwa tunacheza kesho. Kwa hiyo wao walikuwa Fufokejei wanacheza na AFC Arusha, alafu sisi Tukuyu Stars tulikuwa kesho tunacheza na Coast Union. Kwa hiyo hii picha ilikuwa ni ya kesho yake kwenye mechi ya Coast Union. Maana yake hapa wakati hii picha inapigwa, naam, wakati Mwamba tayari tukio lishatokea jana yake. Tukio lilikuwa limetokea jana yake. Kwa hiyo hii ni kesho yake ndio hii picha ikaja ikapigwa hii picha. Na hapa kuna muonekano wa kitofauti na picha ya mwanzo kabisa. Kwa na suka fulani hivi. Unajua wachezaji sisi tunakuwa tuna mambo mengi sana. Nilikuwa na suka kweli. Huo msimu wa 2000 na ilikuwa hii ni 2002. Kwa hiyo nilikuwa na suka. Na 2002. Sawa. Na mtazamaji, kama ambavyo umeweza kusikia hapo kuhusiana na hayo ambayo yameweza kuelezwa, na hii picha ameeleza kwamba iliweza kuwa na mambo mengi sana. Imepigwa wakati jana yake ilikuwa na tukio ambalo liliweza kutokea. Sasa tumefahamu timu ya kwanza kuichezea ilikuwa timu ya Ujenzi Rukwa, na timu ya pili pia hii timu ni ya pili. Timu gani? Hii ni timu ya Tukuyu Stars. Hii ni Banyamba na Tukuyu Stars. Lakini sasa kwa hizi jezi, kwa mtu mwingine akiona hivi anasema hizi jezi wamezipotoa wapi? Lakini wajua zamani mpira tulikuwa tunashirikiana sana. Hizi jezi nakumbuka hii mechi jezi zetu zilikuwa zimeshabiana na mtu ambaye tulikuwa na mpinzani wetu ambaye tulikuwa tunacheza naye. Kwa hiyo hizi jezi walienda kuwazima Tanzania Prison. Kwa hiyo hizi ni jezi za Tanzania Prison. Yes, hizi jezi, hii timu ni ya Tukuyu Stars. Lakini hizi jezi ni za Tanzania Prison. Kwa hiyo tuwazima tukachezea mechi tukawarudishia jezi zao. Uhasama haukuwepo zamani. Haukuwepo. Uhasama tulikuwa tunashindana tu kwenye pitch. Unadhani kwa nini kwa sasa kwa mfano Mbeya City na Tanzania Prison wanaweza wakazimana tena jezi? Sasa hivi kwanza unajua zamani na sasa hivi ni tofauti. Zamani jezi walikuwa wanakuwa nao wenyewe vilabu. Lakini siku hizi jezi kuna wadhamini. Kwa hiyo mtu anaingia mkataba na klabu anamtengezea jezi za msimu mzima. Kwa hiyo ni tofauti na sisi. Alafu siku hizi kuna mambo ya logo ambayo inakaa kifuani. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba tukamwazime jezi Prison wakati timu inayocheza ni Mbeya City. Kwa sababu logo inasema Tanzania Prison. Umeona? Huwezi kuvaa logo ambayo yani wewe Mbeya City ukavaa jezi tena Tanzania Prison. Siku hizi mambo yamekuwa sana. Siku hizi kuna logo inakuwa kwenye kifua chako. Naam. Sawa, hii ni timu ya pili ambayo aliichezea timu ya pili, lakini kuna timu ya tatu sasa. Naam. Hii naye anaonekana hapa vizuri kabisa. Hii ni Tanzania Prison. Majerajera. Hii Tanzania Prison. Ilikuwa mwaka gani hapa? Mwaka siwezi kukumbuka sana. Lakini hii ni Tanzania Prison. Na hii unaowakumbuka Miamba? Hii wote nawakumbuka kwa sababu ni sehemu ambayo nafanya kazi, afu wote ni washapita, washakuwa ni askari wenzetu. Goalkeeper huyu anaitwa Donald Kayanda. Huyu naye ni askari, sasa hivi yuko Mbozi. Yuko Mbozi. Huyu wa pili anaofuata hapa, huyu anaitwa Jumanne Sabula. Sasa hizi naye huyu hapa. Huyu hapa wa pili. Watatu? Huyu watatu Shamtengecha. Huyu hapa ni Geoffrey Boni marehemu Mwandanje. Marehemu. Huyu hapa ni Paul Mukiwa. Alikuwa striker. Huyu ni striker naye anaitwa Oswald Morris. Huyu Eli Morugala. Huyu hapa ni Sango Magai. Wenyewe wanapenda kumuita Diego. Yes. Huyu hapa ni Victor Kiruoko. Na huyu hapa ni mimi Mbega Dafa. Story na Mbega hapa zimenoga kweli kweli, na hii ni timu ya Tanzania Prison kama ambavyo umeweza kutazama, lakini kuna timu nyingine sasa. Hii timu gani hii? Hii ni timu ya mkoa wa Mbeya ambao mara nyingi inaitwaga Mapinduzi Star. Kipindi kile mashindano ya wanaita Taifa Cup, tulikuwa tunashiriki mashindano ya Taifa Cup, na hii timu inaundwa kwa kuchagua wachezaji kwenye vilabu vya Mbeya.
yani vilabu vya Mbeya, pengine hata wengine wanaocheza mbali huko wanaitwa kwenye timu yao ya mkoa. Kwa hiyo timu ilikuwa ni ya mkoa. Na wachezaji nawakumbuka? Kuna baadhi nawakumbuka. Kwa mfano huyu kushoto kabisa huku, huyu ni Oswald Morris ambaye tulikuwa wote Tanzania Prison. Huyu ni Fred Chudu ambaye naye tulikuwa wote Tanzania Prison. Huyu ni Geoffrey Boni Mwandanji. Tulikuwa naye Tanzania Prison. Huyu ni Aloisi au Sam Mkono. Naye Tanzania Prison. Huyu ni Dennis Edwin. Goalkeeper. Huyu naye ambaye ni Tanzania Prison. Huyu nafahamu jina la kwanza tu alikuwa anaitwa Oscar, lakini huyu atakuwa naye Tanzania Prison. Alitokea timu hizi za timu ndogo. Mchangani. Lakini alikuwa ana uwezo kweli kweli. Huyu hapa ni Steven Mazanda. Sasa huyu Steven Mazanda yeye alikuwa awa Mbeya City. Huyu Sudi Hadi naye tulikuwa Tanzania Prison. Yona Ndabila tulikuwa naye Tanzania Prison. Huyu anaitwa Chazi. Huyu naye alikuwa anatoka Mchangani. Naye alitoka Mchangani. Kwa hiyo sisi wote hapa tutoka Tanzania Prison kwa sababu wachezaji wawili kwenye kikosi. Na huyu wa Mbeya. Pamoja na Steve Mazanda watatu. Sawa. Hii ni timu ya mkoa kama ambavyo ameweza kueleza. Mambo ni mengi sana ambayo tunayazungumza hapa, lakini kuna jambo huwa linatokea kwa wachezaji pindi ambapo wanakuwa uwanjani, huwa tunaona machera zikifanya kazi. Sasa na yeye amewahi kupatwa na hilo jambo, ilikuwaje na atatupitisha picha hii hapa. Hii picha nao ni ya zamani sana. Mwaka gani? Mwaka huu nadhani ni ya 2002. Hii ni 2002. Hii ilikuwa ni mechi hii ilikuwa ni Tukuyu Stars na kama sikosei Simba au Mtibwa kama sikosei. Na hii faulu nakumbuka nilichezewa na Dua Saidi. Nakumbuka kabisa hii faulu nilichezewa na Dua. Uwanja ni Morogoro. Niliendelea. Nilitoka nikarudi. Na uwanja nakumbuka ni Jamhuri Morogoro. Morogoro. Anakumbuka hadi mchezaji ambaye alifanyia madhambi. Yote hayo yanazungumza. Sasa katika vilabu vyote ambavyo tumezungumza, nilikwambia pale mwanzo kwamba ameshiriki michuano ya kimataifa. Sasa tuna uwanja hapa na jina la klabu. Ulikuwa wapi hapo? Hii ni Sudan. Uwanja tuambie kabisa hapo. Hii ni Sudan na hii uwanja ni Elimeleki Stadium. Ilikuwa ya nini? Hii ilikuwa ni mashindano ya Kagame. Ukiona timu gani? Nilikuwa Tanzania Prison. Kagame. Na mlikuwa mnacheza na? Hii mechi atakuwa tuchezi. Kule tukutana timu nyingi. Hawa wenyewe Elimeleki Sudani, tulikutana na TP Mazembe. Kwa sababu ilikuwa ni makundi. Sisi hatukurufai kwenda hatua inayofuata. Sawa. Katika kipindi chote hiki tumetazama vilabu ambavyo umechezea, lakini pia wachezaji ambao umecheza nao. Bwana, mimi nataka kufahamu kipindi hicho mnacheza, wachezaji gani ambao ulikuwa unawaelewa sana? Watatu wale ambao walikuwa wanakuvutia sana. Unaona kabisa unajua tofauti. Kuna mmoja alikuwa Simba, alikuwa anaita Saidi Swe. Alikuwa ni beki ya kulia. Alikuwa mimi ananivutia anapocheza mpira. Mwingine alikuwa ni Salvatore. Salvo naye alikuwa ananivutia. Na mwingine alikuwa ananivutia zaidi ni marehemu Geoffrey Boni Mwandanji. Sawa, hao ni wachezaji ambao ni wa zamani. Lakini kwa wachezaji ambao wanacheza hivi sasa, wachezaji gani watatu ambao unaona kabisa kwamba hao kipaji? Kwa sasa hivi mmoja, kwa sababu tulikuwa tunacheza position hiyo, Dickson Job nakubali uwezo wake na ukubali kabisa. Wa pili nitaenda kwa Mohamed Hussein Zimbwe naye kusema ni mtu kweli.
Ni mtu kweli. Watatu na wa mwisho nitakuja kwa huyu nani huyu anakimbia mgani? Yuko Simba. Selemani Mwalimu. Huyu dogo nani huyu? Morris. Kabla. Mimi naona ni kipaji asilia kabisa. Sawa, katika wachezaji wote hao wote 6 ambao umewataja, ni mchezaji gani ambaye tukisema sasa katika hao ambao umewataja kwa sasa na wale ambao wa zamani, yupi ambaye kwako katika wote unaona kabisa huyu? Salvatore alikuwa bora. Wewe ulikuwa unacheza ukabaji na beki ya kati, lakini sijaona ukitaja wengi katika nafasi hizo. Yupo Job, lakini wengine ni beki za pembeni na kidogo Edward ni pale mbele. Sasa kuna kitu kingine ambacho tunatamani tuweze kufahamu. Kipindi wakati mnacheza nyie, vilabu hivi vilikuwa vina timu za vijana lakini pia timu za wanawake. Maendeleo haya ya soka kwa sasa na yatazamaji wewe kama mwanamchezo? Mimi naona mpira unaenda mbali sana. Kwa sababu tulipokuwa tunacheza sisi na sasa hivi ni tofauti. Sisi kulikuwa hamna mfumo wa timu za wanawake wala kulikuwa hamna mfumo wa timu za vijana. Lakini sasa hivi mfumo huo upo. Mfumo upo na katika mfumo huu na ndio utakuja kutusaidia mbeleni kuwa na timu bora ya timu ya taifa. Kwa sababu sisi tuna wadogo, maana yake wanaanzia chini, wanakwenda mwisho wa siku wanazoea yale mazingira ule ya uchezaji. Kwa mwisho wa siku tutapata tu krimu ambayo tunaitaka watu wacheze timu ya taifa. Sawa, na wewe pia ulipata bahati ya kucheza timu ya taifa hapo? Mimi nilipata sikucheza mechi lakini niliitwa, lakini nilipoitwa tena niliitwa kipindi kile na mwalimu alikuwa Msimba Msoro. Aliniita lakini mechi baadaye tunataka twende lakini baadaye zile mechi zikawa zimeahirishwa. Lakini sikushiriki kucheza. Sawa, na hivi sasa ambavyo tunazungumza tayari wewe umestaafu soka. Tunataka kufahamu ni kitu gani ambacho unajihusisha nacho, kwa sababu wachezaji wengi wa zamani akistaafu soka wengine wanajiingiza huko kwenye ualimu. Wewe ni shughuli gani ambazo unazifanya huko? Hapana, mimi sipo huko. Mimi nafanya tu kazi yangu iliyoajiliwa basi, mimi siko kwenye mambo ya kazi tena. Mimi ni askari. Mimi ni askari magereza. Ndio kazi yangu ambayo nimeajiliwa baada ya mguu wangu kuonekana unafaa, ndio nikapewa ajira hiyo. Maana hiyo tukisema leo twende darasani uwe kocha? Inawezekana, lakini naona sijui niseme sio hobi yangu sana kuwa mwalimu. Sawa, kama ambavyo umesikia hapo kuhusiana na hayo ambayo umeweza kuyaeleza. Kwa hiyo yeye kwenye upande wa walimu inawezekana, lakini sasa bado wakati ukifika anasema ataenda. Sawa, asante sana mtazamaji wa Baraka TV. Naamini kwamba leo umepata mambo mazuri sana, na kama ulimshuhudia kuna ile wanakwambia kuna wachezaji kama watumii nguvu hivi kucheza mpira, yani wanalainisha hivi, yeye anagusa tu, akigusa shuti lile kule. Sasa si ile ilikuwa inaletwa na nini? Tunafanya sana mazoezi. Mimi kusema kweli mimi kwanza kama mazoezi naona nilikuwa kama mvivu. Yaani sio mtu wa kufanya sana mazoezi. Ilikuwa nyingi mgumu. Usema tu mtu unakuwa tu na kipaji. Kwa sababu hapa ni kipaji tu kwamba cha football nilikuwa nacho. Basi. Sawa, mimi nikushukuru sana. Bwana nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana. Tumepata mengi sana. Bwana nashukuru sana. Nashukuru sana. Nyinyi watu muhimu sana. Haina shida, karibu sana. Sawa. Karibu sana. Kama ambavyo umesikia, sasa hapa anakuja ndugu yangu Delisi. Nataka nimfariki kidogo. Ya sisi malijendari bwana. Acha tukae vyetu. Sasa ngoja aje Deriki atatuambia naye ni legendari.
Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Sawa, moja kwa moja Baba Nonge amefika hapa na bwana, wewe ni legendary. Mimi ni legend. Mimi ni legend. Kabisa. Sababu kwa masuala Umesakata kabumbu. Nishacheza muda mrefu sana. Unatumia mguu gani? Mguu wa kulia. Mimi namba yangu namba 7 na namba 2. Ndio nafasi ambayo nilikuwa nacheza. Na zile nishacheza Kasenyende FC, sidhani kama unaweza kuifahamu. Nishacheza Snow White. Sisi ndio waanzilishi wa ile kituo kile cha Poisa. Ametoka na kununua mwaka mwaka 2004. Ndicho wakina Lambert ndani 2004 Lambert kwenda sana kama sikosea. Pale tulikuwa na watoto wakina Sabianka, tulikuwa na wakina Boni Hau, tulikuwa na wakina Hamisi Maingo, wote watoto wamecheza Tanzania Prison. Sisi ndio tukoma legend pale. Kwa hiyo kwenye kabumbu bwana mimi nimo. Nimo tena muda mrefu sana. Hata wakina Mbega mimi nashuhudia kucheza. Nimeruka sana ukuta Sokoine ule. Pale chini kuna sehemu moja kuna tundu hivi, ulikuwa ukipita tu kwenye leader funk unaenda kutokea sehemu. Sio andaki, ni bomba lile la maji machafu. Ulikuwa unapenya pale chini Sokoine pale. Ukipenya pale chini unaenda kutokea sehemu mule ndani sasa unakuta pale kala ndenge imepaki afu kuna mbwa anakusubiri pembeni pale. Ukishapita hizo shuruba, lengo ni kwenda kuwaona hawa kina Mbega nafa. Lengo ni kwenda kuwaona kina kina Boniface. Wakina Godfrey Boni. Kwa tumecheza mimi ni region. Sawa. Hata kama ni legend lakini usinga unabaki kwangu na mengine yanabaki kwangu. Inategemeana na huo usinga tunaotoa kwa namna gani. Labda tuanzie hapo. Yaani kwa mfano ndio tumekutana kwenye ile Baraka Media. Usinga lazima nitapewa mimi. Mimi ndio legend. Labda nikitoka wewe unapewa usinga. Maana sisi ma legend waga tutumie nguvu kubwa. Hakiwezekani. Sasa bwana, wewe umemshuhudia Mbega. Ndio. Ile sifa ya kupiga mpira, yani kubutua mpira. Kwa nini kama nguvu na sio kubutua. Unajua kama mimi nimemshuhudia Mbega kipindi anacheza. Ni wachezaji ambao kwa sasa hivi nimlinganisha na mchezaji gani? Sioni sababu ni mchezaji ambaye kwa Makame Makame anatumia nguvu. Yaani Mbega ni mtu ambaye mpira kwa kama anaugusa. Lakini unaona mpira unaenda umbali mrefu. Na hiyo nadhani kutokana na namna ambavyo alivyokuwa, unaona ni mtu ambaye ni mtu kwa kweli, giant kwa kweli, na namna ambavyo anafanya mazoezi, japo yeye amkwambia kwamba kwa kufanya mazoezi kwa ukubwa huo, lakini ni mtu ambaye uko kimkuta uwanjani, akili kwa inatumika sana katika namna alivyokuwa anakata kabumbu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye si tu katika kumuona, kwa kweli tulienjoy. Mimi nimemwona akicheza Tukusta mpaka ile siku na Tanzania Prison. Siku inashuka mwaka 2004 nakumbuka. Yeye ametoka ameenda Tanzania Prison huko akina Emmanuel Mwagamwaga ndio mbakia na Tukusta. Tukusta inashuka wakina Gabriel Mwakimba anatoka anaenda Ashanti United ya Dar es Salaam. Wakina Emmanuel Mwagamwaga anaenda Moro United. Wakina Steven Mazanda anatoka anaenda Moro. Kipindi hicho kwa kweli wanapata burudani. Kwa sasa ni mchezaji gani unaweza kumfananisha kidogo na Mbega? Kwa nafasi ambazo alikuwa anacheza Mbega na wachezaji wa saizi kwa haraka ambaye naweza kumfananisha naye. Kwa namba 6 labda Ezekiel Mashirini. Uchezaji wake unaona kabisa unaendana na Mbega. Tofauti yao ni kwamba yeye kidogo kimo chake ni mfupi, Mbega yeye kwa ni mrefu. Lakini uchezaji wa angalia hata zile cutting anazopiga unaona kabisa zinaendana na kipindi kile Mbega anacheza. Lakini kwa nafasi ya beki pale kwa ligi kuu sijaona kumlinganisha naye, ila kuna bwana mdogo mmoja yupo anapatikana Nyanda za Juu Kusini huko, alikuwa anaitwa jina la mbele simkumbuki vizuri. Huyu bwana mdogo ameshacheza, nimemwona Mchangani, lakini pia nikaenda nikamwona akicheza na Kenigodi. Anacheza Kenigodi kidogo, ashacheza Tukusta kidogo. Yule ukiangalia hata mwili na stari yake ya kucheza alikuwa anacheza kama ambavyo alikuwa anacheza Mbega. Sawa. Na lolote juu ya Mbega? Juu Mbega mimi nimeenjoy tu burudani ambayo nilikuwa naipata. Najua hoja mshuhudia Mbega. Ulikuwa kipindi hicho ulikuwa kijijini kwanza, afu ulikuwa bado mdogo. Kwa hiyo wewe hatuwezi kujadili sana. TV ilikuwa mjini. Kwetu. Kwenu. Kwa TV ilikuwa kwa bado. Kireje. Ulipata burudani? Ila tumefika. Wapi? Kwenye TV.
Okay. Unanichanganya kijana. Unajua unanichanganya? Vitu vingi unanichanganya hapo. Bwana, tuseme maneno mengi sana. Tumetoka kumshuhudia Mbega. Next time nani atakayefuata usiondoke. Endelea kutazama Baraka TV. Kipindi ni Ngome ya Michezo. Kuna maregent wengi sana tutaleta. Alitangulia Diego, akafuata Sabani Mtupa, wakina Mwamba, wakina David Naftali. Leo tuko na Mbega. Kwa kuna maregent wengi sana ambao utasikia kutokea hapa Ngome ya Michezo kupitia channel ya Baraka TV ambayo inapatikana kwenye kingamuzi cha Azam. Sawa, lakini nikwambie kusanya maregent wote, lakini Usinga nitapewa mimi. Tukusanye maregent wote, Usinga napewa mimi. Itategemeana na maregent wa aina gani. Wote. Sawa. Ngome ya Michezo. Ngome ya Michezo. Ngome ya Michezo. Ngome ya Michezo. Ngome ya Michezo.